kwa makini. Yule nani anaitwa nani wa Iraki yule? Al-Yaqdam. Na msilegee wala msihuzunike. Maana nyinyi ndio mtakaokuwa juu ikiwa mnaamini kweli. Ikiwa mnaamini kweli. Kama unataka uwe juu, unatakiwa uamini kweli. Kweli ni nini? Yohana 14:6. Yesu anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Ukitaka uwe juu kwenye maisha yako, sharti uamini kweli. Na kweli ni nini? Yesu. Ndio maana watu wote duniani, sehemu kubwa ya dunia ya watu wote wanaoamini kweli, yani wanaomwamini Yesu, wote wako juu, hawako chini. Wote wako juu, hawawezi kuwa chini. Kwa hiyo kwa haraka nimejaribu kujibu hoja yake kwamba ili hoja iwe na mashiko, iwe sahihi, haikosoe Biblia kwa mujibu wa Biblia. Na hapa anajaribu kumuonyesha kwamba Biblia haijawahi kuwa na tatizo. Na wengi wamepambana na Biblia ili kuichafua, lakini Biblia haijawahi kuanguka. Basta hilo andiko ambao umetoka kulisoma hapo. Ndio. Inasema ninyi mtakuwa juu mkiwa mnaamini kweli. Yes. Mkiwa mnaamini kweli kwa maana ya hiyo kweli uliyoisema, au mkiwa mnaamini kweli kwa maana ya Kiswahili mkiwa mnaamini kwa hakika, au mkiwa mnaamini kwa kumaanisha, maana yake mkiwa mnaamini kwa ukweli. Yani lugha yake halisi ni kweli hii ambayo ni Yesu, au kweli hii ambayo ni kiuhakika. Unajua Qur'ani kiukweli, Qur'ani ina mambo mengi ambayo imeandika kwa mafumbo. Na nataka niseme hivi, kama Waislamu wataenda motoni siku ya mwisho, watakuwa wao wamekubali kwenda motoni tu, lakini Qur'ani imejionyesha yenyewe kwamba inawahubiri Waislamu waweze kumwamini Yesu. Kwa mfano katika 2:21 sura Al-Baqara 2:21 inasema hivi. Hapo sikilize hapo. Enyi watu, muabuduni Mola wenu ambaye amekuumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu ili mpate kuokoka. Narudia tena. Enyi watu, muabuduni Mola wenu ambaye amekuumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu ili mpate kuokoka. Na ni muhimu tuelewe, kuokoka kwenye Uislamu hakuna kitu kinaitwa kuokoka. Swali la kukuuliza, Allah alikuwa anamaanisha nini kusema kuokoka hapa, wakati kuokoka hakuko kwenye Uislamu? Kwa msingi huu kuokoka katika nini kwenye hilo andiko? Yaani maswali yangu, mfano akisema kweli au mpate kuokoka, akimaanisha kwenye nini? Yaani kutokana na muktadha wa hiyo aya. Kuokoka kwenda motoni, yani uokoke usiende motoni. Kwa sababu wokovu uliozungumzwa hapo ndio sawa na wokovu ambao tuko nao wa Kristo. Kwanza yani meaning yake, Allah anawaambia Waislamu ili waweze kusalimika na moto wa milele. Sasa amewapa kodi ndogo kwamba ili uweze kusalimika na moto wa milele unatakiwa kumwabudu Mola wenu ambaye amewaumba. Sasa aliyeumba ni nani? Huyo ambaye anapaswa kufanya nini? Kuabudiwa, ambaye ni nani? Ni Mola. Aliyeumba ni nani? Ili uweze kusalimika na moto wa milele, maana yake si unatakiwa uokoke? Sio kama tunakwenda pamoja? Sasa kama unatakiwa kuokoka na moto wa milele, steps za kuokoka na moto wa milele ni ipi? Step ya kuokoka, lazima umwamini anayeokoa, ambaye huyo anayeokoa ndiye Mola, na huyo Mola ndiye aliyeumba. Kwa hiyo vyovyote itakavyomaanishwa, lakini kinachozungumziwa ni kuokoka. Msingi hapo ni kuokoka na nini? Na moto wa milele. Tuko sawa hapo? Anayeokoa ni nani? Aliyeumba ni nani? Muumbaji ni mmoja, Yesu Kristo. Yohana 1:1. Yohana 1:1. Yohana 1:1 inasema, Yohana sura ya 1 mstari wa 1. Hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno
alikuwa Mungu.